Kwanza mimi nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi huu. Kusema ukweli, mradi huu ni mradi wa kimkakati ambao ulikuwepo kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na sasa tunaona jambo hili linaenda kukamilika. Kama wataalamu walivyosema, mradi huu ni mradi mkubwa ambao ni matarajio yetu utaenda kutatua tatizo la maji katika miji ya Tunduma, Vwawa pamoja na Mlowo. Mradi huu utagharimu zaidi ya shilingi bilioni 119 na tayari mkandarasi baada ya kutia sahihi mwaka jana mwezi wa 3, sasa ameshapata advance payment ambao ni kiasi ambacho kinaweza kumfanya aweze kumobilize resources zake kuja site. Na sasa tuko hapa kwa ajili ya kumkabidhi site ili aanze kazi rasmi, kwa maana ya kudesign, kujenga na ili tuanze kuneemeka. Mimi niwashukuru Wizara ya Maji inayoongozwa na Mheshimiwa Juma Aweso pamoja na manaibu wake waziri na katibu mkuu kwa namna walivyofanikisha mradi huu. Sasa tunaona unaenda kutekelezwa. Kwa hiyo kwa upande wa wizara tunaomba mtufikishie salamu zetu za dhati kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Songwe kwamba tumeupokea mradi huu na sasa tuko tayari kumkabidhi, kushirikiana na wizara kumkabidhi mkandarasi ili aanze kazi rasmi. Sisi kama uongozi wa mkoa, uongozi wa wilaya, tutakuwa tayari kushirikiana na mkandarasi na wataalamu wote watakaofanya kazi katika site hii ili kuhakikisha hakuna mkwamo wa aina yoyote ile. Ofisi zetu ziko wazi, mtushirikishe kwa kila jambo. Na ninawaelekeza sasa kwa maana ya wilaya ya Momba, kuanzia ofisi ya kijiji, ofisi ya kata, tarafa na wilaya kwa ujumla. Mradi huu ni wa kwetu, ni wa kimkakati. Isitokee aina yoyote ya kukwamisha mradi huu. Kwa kuanzia siku hii ya kwanza ambao tunamkabidhi mkandarasi, tuanze kutoa ushirikiano ili tuhakikishe deployment ya kazi yenyewe inakwenda kwa urahisi zaidi. Yaani sisi tusiwe ndio kikwazo. Kama kuna jambo tushirikiane, tukae chini tulitatue. Na kwa kufanya hivyo tutahakikisha kazi hii inakwenda kwa wakati. Lakini nitoe rai kwa mkandarasi, mamlaka ambayo inasimamia mradi huu, kumsimamia mkandarasi ipasavyo, na nimeambiwa mradi huu utatekelezwa kwa kipindi cha miezi 18. Kwa hiyo katika miezi hiyo tuhakikishe zile kazi zilizopangwa zinafanyika kwa wakati na utekelezaji wake unaenda kwa wakati kulingana na ratiba ya kazi ilivyopangwa. Tunajua baada ya kupewa hela za kuanzia, yani advance payment, lazima aoneshe ni kitu gani sasa anakifanya, kwa mumsimamie katika hilo. Lakini nitoe wito kwa wananchi wote sasa kwa jumla ndani ya Momba, tuwapokee wakandarasi na wananchi wasiwe vikwazo katika namna yoyote. Tuulinde huu mradi. Mwenyekiti wa kijiji uko hapa, ushirikiane na viongozi wengine kuulinda huu mradi. Tusisikie habari za wizi wa aina yoyote ule, na sisi ofisi ya mkuu wa wilaya haitamuonea huruma mtu yote atakayeshiriki katika namna yote ya uwizi, kwa sababu kwenye miradi hii kumekuwa kuna uwizi mdogo mdogo ambao unamkatisha tamaa labda mkandarasi. Kwa hiyo viongozi ngazi ya
kijiji, kitongoji, kata, mtoe ushirikiano mkubwa sana katika kuulinda mradi huu. Isikatokea kwa namna yoyote watu wanauhujumu mradi huu. Lakini nitoe wito vile vile kwa mkandarasi. Hii ni opportunity au ni fursa kwa wakazi wa Lwasho, wakazi wa Miunga kuneemeka kutokana na mradi huu, kwamba hapa kutakuwa kuna vitu vingi vinafanyika. Kwa hiyo kutakuwa kuna ajira zitapatikana, kutakuwa kuna biashara ndogo ndogo, akina mama ntilie, kwa sababu watu wanaofanya kazi watahitaji kula. Kwa hiyo pataongezeka kibiashara. Kwa watu wajiandae kibiashara. Na uzuri tuna chuo chetu cha ufundi hapa BIT. Kwa hiyo mimi nitashangaa sana wataalamu tuna graduate hapa, alafu mnachukua wataalamu kutoka sehemu nyingine. Tuna vijana wetu wana graduate hapa chuo. Ni distance ndogo sana. Kwa hiyo mshirikiane na chuo cha DIT Momba ili kupata wataalamu vijana wetu wapate kazi katika ujuzi mbalimbali. Kwa kuna kazi nyingi sana hapa zinafanyika. Lakini kwa zile kazi ambazo hazina ujuzi, ambazo zinahitaji, ambazo ni unskilled, tuna wananchi wetu wengi huku nao wanaemeke wapate fursa hizo ajira. Kwa tusitegemee watu wakatoka tu mbali, kwa kuna mchanganyiko mbali na huku. Kwa hiyo katika hilo nadhani wasimamizi wa mradi huu mtalisimamia, na ofisi ya kata mtoe barua za utambulisho, mwatambue, yani watu wao wanatambulika sawa kutoka kwenye, lakini muambie wajiandae sasa. Tuchukue fursa kama hiyo, tuichangamkie. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru sana. Kwa niaba ya ofisi ya katibu tawala mkoa, tuishukuru serikali kwa kuona umuhimu na kuupa kipaumbele mradi huu. Na imani mkandarasi amekwishapewa kiasi cha fedha cha kuanzia. Kwa matamanio yetu sisi ni kuona kwa kweli kazi inaanza. As contractor, we do understand the importance of this water supply project for Tunduma and the nearby district. So we will start the mobilization soon, especially for the investigation and the design team. Yes, thank you. Sisi kama Wizara ya Maji, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hatutokuwa kikwazo katika utekelezaji wa mradi huu. Tutahakikisha ya kwamba mradi huu unatekelezwa kwa wakati na unakamilika katika ubora ule uliokuwa umekusudiwa, na kuhakikisha wananchi wote wa maeneo ya Tunduma, Momba na vijiji vyote vya njiani wanapata huduma ya maji kama ilivyokuwa imekusudiwa. Vile vile tutashirikiana kwa karibu na wenyeji wetu, Mamlaka ya Maji Tunduma, meneja wa RUWASA mkoa, Mamlaka ya Maji Vwawa na Mlowo, katika kuhakikisha kuwa utekelezaji wa mradi huu unatekelezwa kwa kiwango kilichokusudiwa.